Taifa hili tulikabidhiwa likiwa na amani na waliotutangulia, tunapaswa kulikabidhi likiwa na amani kwa watakao kufuata. Hivyo rai yangu kwa wananchi wote, wale waliojitolea na wale ambao hawajajitolea, kwa wale waliojitolea, tuende tukafanye kazi ya ulinzi shirikishi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, na kwa wale ambao wapo majumbani, tutoe taarifa kwa wakati ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale wanaofanya uhalifu. Na katika hili nataka nisisitize pia kwa jamii, tunafahamiana wote, sisi wote Wanachani ni ndugu, ama mjomba ama shangazi, kaka, dada na vinginevyo. Lakini kwenye suala la amani ya Chani yetu, suala hili tusiende kupatana wala tusiwe na muhali. Ninafahamu askari jamii watakapoanza kufanya jukumu lao hili kikamilifu, watakaokamatwa ni watoto wetu. Tutatamani kuwa watoto wetu wasichukuliwe hatua katika hili. Ndugu zangu, ni wasihi sana, bila ya kuridhia mamlaka kufanya wajibu wake, maana yake ni kuendelea kulea uhalifu ndani ya jimbo letu. Ninakumbuka wakati ninakuja kwenu kuomba ridhaa ya kuwa mnichague kuwa mbunge, moja ya jambo mlilolalamika sana ni kuongezeka kwa uhalifu ndani ya jimbo la Chani. Tuliwaahidi kwamba endapo mtatuchagua, tunawahakikishia kuwa tutaondoa uhalifu kwa kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chani. Leo hii tunaanza hatua kuelekea kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chani, tukiamini kuwa ulinzi shirikishi kwa maana ya polisi jamii watakapoachwa watende wajibu wao vizuri, maana yake makosa yote yale, iwe wale ambao wanaiba nazi, kuku, wanaotumia dawa za kulevya na kadhalika, wote watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Niwaombe sana, msiende kuwaonea watu, ila msiende kuwapendelea watu. Tusipopendelea na kuonea watu, tukasimamia haki, maana yake sheria itatamalaki. Sheria ikitamalaki, maana yake haki itapatikana. Kwa hiyo ndiyo rai yangu kwenu, na kwa upande wa ndugu zangu au wenzangu wa jeshi la polisi, maana leo nina wakati mgumu, na nina wakati mgumu kwa sababu upande mmoja nina Wanachani ambao ni wananchi wangu wa jimbo la Chani, upande wa pili na jeshi la polisi ambayo ni idara au taasisi iliyo chini ya wizara na ambayo ninaongoza. Kwa hiyo leo ni sawa na ile siku ambayo unalea watoto wawili nyumbani kwako, lakini nini unachokifanya? Ukipata mkate unawagawia sawa, si ndio jamani? Huyu kipande na huyu. Kwa hiyo jeshi la polisi ni wa kwangu na wananchi wa jimbo la Chani ni wa kwangu. Sasa wote kwa vile ni